Bikira Maria alikuwa ameposwa. Ni kama wewe una mchumba, umechumbiwa na ameshatoa nini? Mahari. Anasubiri siku ya ndoa, wapo ulike mwanze maisha. Huyu malaika anaenda kumwambia, salamu Maria, umejaa neema, Bwana umebarikiwa kuliko wanawake, naye mzaliwa wa tumbo lako amebarikiwa. Rais. Katika maisha kuna mambo ambayo katika maisha ya kawaida hayakubaliki, hayapokeleki, hayazoeleki, hayaeleweki. Bikira Maria anapewa kazi ambayo alijua wazi kwamba akikubali akaonekana ni mjamzito wakati hana mume, kwa taratibu za Kiyahudi alitakiwa apigwe mawe mpaka afe. Lakini huyu malaika anaendelea, anamwambia utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hivi nyinyi wanaume mliko huku ndani, ukaenda nyumbani, mke wako mjamzito, ulikuwa masomoni Uingereza, umerudi baada ya miaka 3, akamwambia mume wangu nina mimba ya Roho Mtakatifu. Itaeleweka? Itaeleweka? Itaeleweka wanaume? Wanaume? Naelewa? Kwa hiyo ninataka kuwaonyesha, ndio maana nimeanzia hapo, kutaka kuona unyenyekevu unakwenda zaidi ya uelewa wa akili ya kawaida, beyond reasoning. Na imani yetu lazima izidi uelewa wetu wa kawaida, ufahamu wetu wa kawaida. Lakini kuyapokea maongozi ya Mungu lazima tuende zaidi ya ile reasoning capacity yetu, ule uwezo wetu wa kawaida wa kufikiri. Huyu malaika hakuja kumwomba ushauri. Mwambie jirani yako kwenda kumwomba ushauri. Wala hakwenda kusikiliza maoni. Anapomwambia ni amri. Mungu anaposema ni nini? Ni amri. Na Bikira Maria hamuulizi, sasa mume wangu akijua itakuwaje? Na unajua mimi nimechumbiwa. Haulizi, kwa sababu anatambua uwepo wa Mungu na anathamini uwepo wa Mungu na ana ile hofu ya Mungu ndani ya maisha yake. Anasema nitendewe kama ulivyo nena. Na wewe ukiwa mtumishi wa Radio Maria, lengo lako la kwanza ni kumuinjilisha Kristo. Lengo lako la kwanza ni kumfanya Kristo ajulikane kwa wengine. Lengo lako la kwanza ni kumpeleka mama yetu Maria akawe kitulizo kwa ulimwengu huu ambao umekosa faraja. Ulimwengu huu ambao hauna matumaini tena. Ulimwengu huu ambao unaona giza. Ili wale watu waliotembea katika uvuli wa mauti wauone mwanga umewazukia, na atakayeupeleka ni mimi na wewe. Sasa kama mimi na wewe wenyewe ndani hatujajiandaa, tutakuwa ni debe tupu, haliishi kuvuma. Debe tupu, haliishi kuvuma. Ndio maana mmeletwa leo hii tuanze safari ya tafakari. Muda umeenda sana, lakini nilipenda tupite tujiulize, maisha yetu yanapitia hatua ngapi? Muulize jirani yako, maisha yako yanapitia hatua ngapi? Umepitia mabadiliko ya aina ngapi? Muulize mabadiliko ya aina ngapi? Kwa sababu tunaishia mabadiliko ya aina moja, utakuwa unajidanganya. Kuna kipindi ulikuwa unajua hata kusema maji unasema mma. Kuna kipindi wewe wenzako wanatembea wewe unatambaa kwa tumbo. Kuna kipindi ulikuwa unakamata mchanga unaweka mdomoni, udongo mdomoni, kitambaa mdomoni, pesa mdomoni. Kuna kipindi ulikuwa unatembea na miguu minne wewe kama na nyani. Ukubali usikubali. Kuna kipindi ulikuwa unaenda kanyaga twende, kanyaga twende. Na sasa leo kuna kipindi ulikuwa unakula makamasi. Makamasi yanatoka badala ya kufuta ndio. Whether you agree or not, that's the fact. Kuna kipindi ulikuwa unajipii mwenyewe. Unajisaidia hapo una akili lakini unajikojolea wewe mwenyewe. Sasa
Sasa uko hapo umepitia stage mbalimbali, na roho yako inapitia hatua mbalimbali katika kiu ya utakaso wa kukutana na Mungu. Mwambie jirani yako, kiu ya utakaso wa kukutana na Mungu. Kiu ya utakaso wa kukutana na Mungu. Mwambie kiu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Kiu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Mwambie kiu ya kushiriki katika mpango wa ukombozi. Kiu ya kushiriki katika mpango wa ukombozi. Mmoja jirani yako anajua kwa nini uko hapa duniani. Hauko hapo kule ubwabwa. Hauko hapo kujenga ghorofa. Hauko hapa kujulikana. Hauko hapa kuwa the president of this Republic of Tanzania. Hauko hapa kwa ajili hiyo. Mungu amekuumba kwa jambo moja tu, umjue, umpende, umtumikie, na mwisho urudi kwake juu. Kwa hiyo umekuja duniani ili udedi. Yes. Na kadiri kila siku inayopita, kama hujawahi kutafakari, kila siku inayofika unasema kaburi na kuja, kaburi na kuja, kaburi na kuja. Na unasogea wapi? Unasogea wapi? Kaburi. From the day one you started counting your number is going to end at the grave. Na kaburi unaenda na nani? Unaenda na nani? Peke yako, na Yesu ambaye ndiye ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima. Kwa hiyo kama umehangaika na mambo yote, ni bure kwenu kuamka mapema sana na kulala usiku sana, maana Bwana wakirimu wapenzi wake singizi. Kama yote mnayoyafanya, wenzetu wanasema ad maiorium deo glorium, fanyeni yote kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu ukisoma Injili ya Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 8, anasema kuweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo umekuja hapa duniani kujitakatifuza, na kujitakatifuza ni kuanza kuyachambua maisha yako wewe mwenyewe, na uone maisha yako yana fadhila zile za kimungu. Mzee jirani yako, maisha yako yana fadhila za kimungu. Maisha yako yana fadhila za kimungu. Unaweza kuwa mfanyakazi wa Mama Maria lakini mpinga Mama Maria. Kwa sababu hata wale wanafunzi wa Yesu 12, yule Yuda wa siku zile bado yupo, kila tutembeapo anatufuata nyuma, atudanganya eti yeye ni mmoja wetu, kumbe yeye ni shetani. Wafuasi walianza kwa kutazama ni nani atakaye msaliti. Kati yao hawakuweza kumtambua. Ningemalizia sasa mpaka hapo tu, biti nimeshapata, lakini nimecheka kumalizia. Yuda anatembea na sisi katika mioyo yetu ya kila siku, kwenye maofisi yetu ya kila siku, kwenye kazi zetu za kila siku, kwenye michango mnayopokea Mama Maria, Yuda yupo. Kwenye zile bahasha mnazopewa mpeleke, Yuda yupo. Kwa sababu Yuda alimuuza Yesu kwa vipande vingapi wa jameni? 30. Kwa hiyo leo lazima tutafakari. Tunapotafakari utume wetu na fadhila za Mama Bikira Maria, lazima tujitafakari sisi wenyewe, tumetoka wapi, tuko wapi, tunakwenda wapi. Mwambie jirani yako, umetoka wapi? Mwambie uko wapi na unaenda wapi. Tunapotafakari hivi, maana yake nini? Tunaangalia kifadhila tunakuwa au tunabaki pale pale. Kiswahili wanasema kudumaa. Kifadhila unakuwa au umedumaa. Ukishatafakari ukajijua umetoka wapi, unaangalia huku nilikotoka nilikuwa na fadhila hizi, hapa nilipo zimeongezeka au zimepungua. Huku ninako kwenda niongeze manjonjo yapi ili ziongezeke zaidi, niweze kupanda chati. Unajua, kama mtangazaji na kama wewe ni writer, mwandishi wa habari, na kama wewe ni wale waandaji wa vipindi, ukiletewa mwandaji wa kipindi akiletewa habari, haisomi kama mtu anayesoma gazeti. Lazima aweke vionjo vya kumfanya msikilizaji avutwe kuisikiliza redio.
Kweli si kweli? Lakini pia kwa yule ambaye anaandaa, lazima iandae hii habari ili anayesoma avutwe kuona hii ni habari. Maana sio kila habari ni habari. Sio kila habari ni habari. Na lazima atafute vyanzo vya uhakika vya hiyo habari. Kwa sababu ukitoa habari ambayo huna uhakika nayo, kwa sheria ya social media ya Tanzania, you are in for it. Wewe na chombo chako mtashtakiwa na mtalipa faini. Sasa lazima tuanze na tuwe na hofu ya Mungu. Na hofu ya Mungu ni kwa kila mfanyakazi kuanza kutafakari maisha yake yeye mwenyewe. Aanzie ndani. Unakuwa kifadhila. Uangalie niko wapi na ninakwenda wapi. Bahati nzuri mko wataalamu kweli wa kutafakari ya maisha ya nje. Mwaka jana nilikuwa nimenunua kiwanja. Mwaka huu nimenunua tofali. Mwaka kesho naanza kujenga. Hayo tunafanya. Lakini kuangalia ufanisi wako wa kazini, tangu umeingia ofisini kiroho, umewavuta watu wangapi wasikilize Radio Maria? Kuna watu washakupigia simu wakakwambia we missed you a lot. Tumekukosa kwenye kipindi, tunasikitika. Au wewe uwepo au haupo, yote yanakuwa sawa. Maana hiyo ni bendera kufuata, inavuma kaskazini twende, kusini twende, mashariki twende. Kwa hiyo leo tunataka tupitie kwa haraka tuone kwa maana ya fadhila, tumetoka wapi, tuko wapi, tunakwenda wapi. Lakini haya mimi kama Padri Ngowi siwezi kukusaidia. Ni lazima kila mtu aihoji dhamiri yake wakati wa tafakari huu kuhusu utume wake alioitiwa. Muulize jirani yako, utume wako ni upi? Utume wako ni upi? Kwa sababu kuna watu wanafanya utume hapa na kuna watu wanafanya kazi. There is two different things. Kazi na utume ni vitu viwili tofauti. Utume ni ule ambao unaiona mwenyewe na unajisikia, nimeitwa na Bwana kufanya kazi hii, na nisipoifanya mimi hakuna mwingine atakayeweza kuziba hili pengo. Kwa hiyo unafanya kwa moyo wako wote, kwa nguvu yako yote, kwa akili yako yote, na kwa unyenyekevu mkubwa, bila kuomba heshima. Ukisema mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Sasa hii unaweza kufanya hivyo kama unazijua fadhila. Fadhila za Mama Bikira Maria nitaanza nazo, hapo nitapitia moja baada nyingine. Fadhila ya kwanza ni uadilifu. Uadilifu. Nikizungumzia uadilifu, mnaelewa au mwelewi? Mnaelewa. Lakini kuna fadhila za kimungu. Kuna busara, kuna haki, kuna nguvu, kuna kiasi. Hizi ni fadhila ambazo ni za kimungu ambazo ziko ndani yetu. Sasa tunapoanza na hizi fadhila kuzizungumzia, ya kwanza busara, haki, nguvu na kiasi, tutaiona kama tu mtu. Unawezaje kujua kwamba wewe ni mwadilifu? Mzee jirani yako, unajuaje kwamba wewe ni mwadilifu? Hauwezi kujua wewe ni mwadilifu kama huna maisha ya kujihoji wewe mwenyewe. Mwambie jirani yako, jihoji wewe mwenyewe. Mwambie upweke. Tunauhitaji muda kila siku wa kuweza kukaa kimya, kuongea na Mungu muumba wetu kwa njia ya sala, na kutathmini siku nzima ilivyoanza na kuisha, kabla ya kukabiliana na usingizi na kuanza matukio ya kesho. Yaani katika maisha ya mwanadamu kila siku unahitaji walau dakika ngapi? 5. Dakika ngapi? 5. Ambazo kwenye hizo dakika 5 unajikaa wewe peke yako. Sio unaingia kitandani huku umewasha redio, umeweka mziki wa ndombolo, huku unaingia bafuni unaoga, umeweka mziki, ukitoka bafuni unalala TV inawaka, ukiingia huko kitandani hata
unalala ni vurugu kuanzia asubuhi mpaka asubuhi. Hapana, hiyo tunaita ni chaos. Lazima ufike mahali, zima radio, zima muziki, zima TV, angalia. Leo nilipoingia ofisini, nilisalimia wenzangu. Namna niliyofanya kazi na wenzangu kwa siku ya leo. Utendaji kazi wangu kwa siku ya leo. Ufanisi, nimeongeza tija au nimeondoa tija. Lakini maisha yangu ya kiroho, leo nimeenda kanisani. Kwa sababu kuna watu wanafanya kazi kanisani, lakini hawasali hata siku hii moja. Wao kila siku ni wa mwisho. Late kama ukimuona unajua ni saa ya kwenda kwenye chai. Kwenye msosi they never miss. Lakini kwenye msosi wa roho zao tayari wana upungufu wa kinga rohoni. Maanake wana ukiro. Kwa sababu wao kwenye mambo yale matakatifu wako mstari wa mwisho. Haungami, hapokei ekaristi, hasali masifu, hasali sala ya asubuhi, hasali sala ya mchana, hasali sala ya jioni, lakini haachi mlo hata mmoja. Na ni wa kwanza kulalamika, mikate ya leo ilikuwa imekauka kweli. Mbona roho yako imekauka tusemi? Mbona umekauka kiroho hatusemi? Sasa ni watu hawa kwa kawaida wamekosa upweke. Maisha yasiyokuwa na tafakari, they are not worth living. Yaani kama huwezi kujitafakari, huna tofauti na kuku broiler. Broiler unamlisha madawa kwa wingi, chakula kwa wingi, anakula anafikiri napendwa mie. Kumbe hapendwi yeye, kisu kinamsubiri. Hata siku zile anachinjwa analiwa. Sasa wewe hatukukuli nyama. Wewe unaliwa na wadudu, kwa hiyo jiandae. Lazima utafakari maisha yako. Unatoka wapi? Unakwenda wapi? Kwa hiyo kila siku lazima uwe na upweke. Mwambie jirani yako upweke. Upweke. Dakika 5 za upweke. Za kutafakari fadhila hizi za kimungu. Uangalie ofisini kwa kuanzia asubuhi ulikuwa na uadilifu. Ulikuwa na busara wewe. Umetenda haki. Umefanya kazi kwa nguvu zako zote. Umekuwa mtu wa kiasi. Kuna watu wengine hata ukiingia umesini pale wenzako hawajanywa chai umekutana na sausage unabeba 4. Sasa wewe kila sausage 4 wenzako waje wale nini? Kuna watu wengine mkiona nyama za kuku mmekuta vyuku wamekaangwa. Umko wa Maria wote. Wewe unachukua kuku tu unajaza sahani. Nasema leo nitakula nyama tu. Wao wenzako wale nini? Sio haki. Wenzako wale nini? Sio haki. Ukiangalia mtu wa namna hii hajitafakari kwamba ukiacha mimi kuna wengine na mwingine anahitaji kama mimi ninavyohitaji. Ndio maana nimesema lazima tuwe na nafasi ya upweke. Usipokuwa unajitafakari utaona unafanya sawa, utaona you will not care kwa sababu hujui. Kwa sababu kama ujitafakari utajua hata watu wengine wanasema nini juu yako. Kwa hiyo tunapozungumzia maisha ya tafakari ni muhimu sana. Injili ya Luka sura ile 22 mstari wa 39 mstari wa 13 hadi 15. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kabla ya kuingia katika kwenda kukomboa, twendeni faraga tukafanya nini? Twendeni faraga tukasali. Twendeni faraga tukasali. Kristo. Tumaini letu Kristo. Wangapi kabla kwenda kwenye kipindi wanakaa faraga wanasali? Wangapi kabla kwenda kutafuta habari wanakaa faraga wanasali? Wangapi kuna taarifa nyingine unapokwenda unaenda kupambana na watu ambao wanatumia uchawi. Watu ambao wanatumia majini. Watu ili kuficha habari zao zisifanye nini? Zisitoke. Na wewe unataka ufunue ule ukweli, wajulikane walivyo. Na huna nguvu ya kimungu, utaishia kuugua asubuhi, saa 6 jioni. Kifaduro, kifua, kikohozi, baridi, paka unadeni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mwambie jirani yako upweke ni muhimu. Mwambie tafakari ya nafsi ni muhimu. Lakini jambo la pili katika kujichunguza kwenye fadhila hizi za Mama Bikira Maria ni mahusiano na wengine. Hebu soma Injili ya Yohane
sura ya 15 aya ya 12 hadi ya 15. Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 12 hadi ya 15. Soma haraka kwa sababu dakika zimekwenda na hapa niko bado kwenye introduction. I'm just introducing the matter. We have not yet reached the core. Hapa bado niko kwenye intro, page 1. Na ziko 5 pages. Sishangae. Yohana 15 12 mpaka 15. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ninayowaamuru.